mtu wa Mungu, niko na ujumbe kwa binti, lakini pia mabinti wote, lakini na wale ambao ni watu wazima sasa, lakini wangetamani kuolewa. Kuna watu hawajapata kuolewa. Inawezekana ulifiwa na mke wako na mume wako, una kiu ya kuolewa. Niko na ujumbe kwako hapa, msingi wake ukiwa katika ile Mwanzo sura ya 34 mstari wa 12, ambako tunaona Yusufu anamkatalia yule mwanamke na kumwambia kwamba la hasha, mimi siwezi kumtenda Mungu dhambi. Sasa ni namna gani? Lazima ufahamu kwamba ndoa si jambo ambalo mtu anaweza kulifanya kama atakavyo. Ukifikiria hivyo utakuwa unaharibu, kwa sababu asili ya ndoa yenyewe ni Mungu. Sasa kama unataka kuolewa, lazima uzingatie mambo yafuatayo. Usikubali mwanaume ambaye anakuambia njoo ulale nami kwanza kabla ya ndoa, halafu baadaye tutaendelea na mambo mengine, maana ni jambo la kawaida. Mtu huyo atakusababishia mambo yafuatayo. Kwanza, utakuwa umemtenda Mungu dhambi. Lakini pili, utakuwa umemfanya mtu huyo badala ya kukupenda kuchukie zaidi. Lakini tatu, itakufanya kufungua milango mipya ya mashambulizi katika ulimwengu wa roho. Maana yake umeruhusu sasa adui ambaye yeye hataki uolewe, kwa sababu ukiolewa utazaa watoto ambao baadaye watakuja kuwa msaada katika maisha yako. Na adui kusudi lake ni kuhakikisha kwamba unaishi katika maisha hayo hayo ya utumwa, maisha ya mateso kwa muda mwingi. Kwa hiyo hatapenda kuone unaingia katika ndoa. Ndio maana sasa utakuwa umefungua mlango yeye kukushambulia, kufanya kwamba usiolewe, ikiwezekana kuharibu hata kizazi chako ili siweze kupata watoto. Lakini jambo jingine pia, itapunguza thamani yako. Unapolala na huyo mtu, maana yake ile thamani yako ambayo yeye alikuwa anaiona kwako itakuwa imeondoka, ni kama ameondoka nayo. Lakini mbele za watu wengine sasa, pia wanaume wengine utakaopita kwao, hutaonekana na thamani ile ile uliyokuwa nayo. Ni kama kila mtu anaona alama kwamba huyu si mtu sahihi wa kuwa naye. Kwa hiyo ni muhimu uweze kujua kwamba kujitunza ni thamani sana. Kumwambia mtu hapana ina maana sana katika ulimwengu wa roho, na ina thamani kubwa sana sana sana. Kwa hiyo ili thamani yako iweze kubakia, ni lazima ujitunze. Sasa wakati mwingine ukasema, mtumishi wa Mungu, niko na mchumba wangu, lakini ameniambia basi kama nisipolala naye uhusiano wetu maana yake utakoma. Nikwambie, usibadili msimamo wako. Huyo ananena mambo asiyoyajua, maana yake anatumika, yeye mwenyewe hajui athari yake ni nini. Lakini niseme kama huyo mtu ni mtu ambaye Mungu amemweka ili awe mume wako, atakuwa mume wako hata kabla wewe hujafanya naye hilo jambo. Mungu ataruhusu, Mungu atamvuta tena, atamfundisha. Hicho unachokifanya kuweka msimamo kwamba Bwana, sitalala na wewe nje ya utaratibu, maana yake hiyo ni ujumbe ambao kila wakati unakuja kwenye picha yake, kwenye akili yake, hata kama atapata wanawake wa aina gani. Lakini kila wakati atakumbuka kwamba kuna mwanamke mmoja yupo ambaye yeye ameonyesha msimamo, amejitunza, anajiheshimu. Kwa hili ni ujumbe mkubwa sana. Niseme hata shetani mwenyewe pamoja na ubaya wake anahitaji kitu kizuri. Kwa hiyo ndiyo ilivyo. Kwa hiyo hata kama mtu ni mwovu kiasi gani, anahitaji kitu chema. Kwa mwanaume ambaye ni mwovu, ni mwanamke ambaye ni kahaba, ni mwanamume ambaye ni malaya, bado anahitaji mwanamke ambaye atamfaa, mwanamke ambaye anajitunza. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba usirudi nyuma katika msimamo wako. Na mimi nikuombee kwamba Mungu akusaidie uweze kupata mume ambaye mtaishi naye na mtaweza kufurahia ndoa yenu. Lakini kukumbushe tu pia kwamba jambo kubwa kwamba Yesu Kristo yuko njiani. Umeendelea kuonyeshwa na Bwana kwamba yuko karibu sana kuja. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuendelea kujitakasa na kujiweka safi, ili siku ambayo Bwana atakwenda kufunuliwa tusiaibike. Maana siku ile ni siku kuu mno, itishayo sana. Mwamini Yesu sasa kama hujamwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye umemwamini, hebu endelea kujitakasa. Mungu akubariki sana. Amen.